Harusi iliyogeuka machozi, mapenzi, drama, usaliti. Nilivaa gauni jeupe nikiamini leo nitakuwa mke. Lakini dakika chache kabla ya ndoa yangu, maisha yangu yalivunjika mbele ya watu wote. Ukumbi mkubwa wa kifahari ulikuwa umepambwa kwa maua meupe na taa zilizong'aa kama nyota. Wageni walikuwa wakicheka, wakipiga picha, na muziki wa harusi ulikuwa ukipigwa kwa sauti ya upole iliyojaza furaha moyoni. Ilikuwa siku ambayo Amina aliisubiri kwa miaka mingi. Amina alikuwa amekaa kwenye chumba cha maharusi, mbele ya kioo kikubwa, akijitazama huku akishika gauni lake jeupe lililomkaa mwilini kama ndoto iliyotimia. Macho yake yalikuwa yamejaa matumaini, huku tabasamu lake likiwa la heshima na furaha. Rafiki zake walimzunguka wakimpongeza. Leo utaanza maisha mapya, mmoja wao alisema huku akimkumbatia. Amina alitabasamu kwa aibu. Hakujua kuwa dakika chache zijazo zingebadilisha kila kitu. Ghafla, mlango wa chumba ulifunguliwa kwa nguvu. Aliingia kaka wa mchumba wake, Hassan. Uso wake ulikuwa umejaa wasiwasi na hofu. Amina, tunapaswa kuzungumza, alisema kwa sauti nzito. Furaha ya Amina ilianza kupotea pole pole. Kuna nini? Aliuliza kwa sauti ya kutetemeka. Lakini kabla hajajibiwa, mchumba wake, Khalid, aliingia chumbani akiwa na uso mkali. Macho yake yalionekana yamejaa maumivu na hasira kwa wakati mmoja. Chumba kilitulia ghafla. Hakuna aliyethubutu kuongea. Khalid alimkaribia Amina pole pole. Akamtoa simu mfukoni, akamwonyesha picha. Picha hiyo ilikuwa ya Amina akiwa na mwanaume mwingine miaka iliyopita. Haikuwa picha ya kawaida. Ilikuwa picha iliyodhihirisha maisha ambayo Amina alikuwa ameyazika kwenye kumbukumbu zake. Amina alihisi damu ikimwacha mwilini. Alijaribu kuzungumza, lakini maneno hayakutoka. Hii ndiyo ukweli wako? Khalid aliuliza kwa sauti iliyovunjika. Nilitaka kukuambia, Amina alisema huku machozi yakianza kumtoka. Lakini niliogopa kukupoteza. Khalid alicheka kwa uchungu. Na sasa hujanipoteza? Aliuliza. Dakika chache baadaye wageni wote walikuwa wamekaa kimya ukumbini. Tetesi zilianza kusambaa haraka kama moto. Harusi ilisimamishwa. Muziki ulizimwa. Watu walikuwa wanatazamana kwa mshangao. Amina alitoka chumbani akilia. Gauni lake jeupe lilikuwa linaonekana kama alama ya ndoto iliyovunjika. Aliwapita wageni, huku wengine wakimwangalia kwa huruma na wengine kwa hukumu. Alipofika nje ya ukumbi, mvua ndogo ilianza kunyesha. Alisimama peke yake, akiwa hajui pa kwenda. Usiku huo, Amina alikaa kwenye benchi la bustani akiwa analia kimya kimya. Alijilaumu kwa siri aliyokuwa ameificha. Lakini ndani ya maumivu hayo, kulikuwa na kitu kilianza kuzaliwa. Nguvu mpya, maisha mapya. Hakujua bado, lakini tukio hilo lingegeuza maisha yake kabisa. Lakini Amina hakujua kuwa mtu mmoja kutoka maisha yake ya zamani alikuwa karibu kurudi. Na kurudi kwake kungemfungulia siri kubwa zaidi, ambayo ingeweza kubadilisha hatima yake milele. Je, Amina ataweza kusimama tena baada ya fedheha hii? Au maisha yake yatazidi kuvunjika? Karibu Mkolwe Product ujipatie unga wa lishe. Unga wenye faida kemkem mwilini kwa shilingi 3,000 tu popote pale ulipo. Piga simu namba 0687722315 au piga simu namba 0716283088. Mkolwe Product, help us to help you. Then this is your home.
Please don't forget to subscribe right now and tap that bell so you never miss a single update.